Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inafanya jitihada kubwa katika kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora na za msingi kama vile kujenga skuli, hospitali za kisasa pamoja na masoko ya kisasa kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, kumekuwepo na changamoto ambapo baadhi ya wananchi wamekuwa wakitumia vibaya maeneo hayo muhimu, hali inayokwenda kinyume na malengo ya serikali ya kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na mpangilio mzuri. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Kati ndugu Rajab Ali Rajab ametoa agizo kwa wafanyabiashara wa soko la Dunga kuacha kuweka biashara zao nje ya soko bali waweke katika maeneo maalumu yaliyotengwa rasmi kwa ajili ya shughuli za kibiashara. Na bahati nzuri hata mkurugenzi wangu yeye amenipo naye hapa shafika sana katika hili soko. Kwa hiyo kuna taratibu na maelekezo mengi amekuwa akiyatoa, lakini namchukuliaje? Manake yeye akija kama mkurugenzi wa manispaa hii, manake hatoe maelekezo yeye binafsi kama ni ya kwake. Akija kutoa maelekezo mkurugenzi ni maelekezo ya serikali. Kwa tunachotakiwa manake kuyafuata na kuyatii maelekezo ya serikali kwenye hili soko. Kama mtu anaona hayawezi, manake njia rahisi, manake kuondosha biashara yake na katafuta sehemu ambayo mwenyewe anahisi huko kuna mfaa ende akafanya. Kama uko kwenye soko hili, manake lazima ufuate maelekezo ya serikali ambayo yanatolewa. Na uko unakokwenda kama yako ndani ya wilaya ya Kati, makelema ufuate utaratibu wa wilaya ya Kati unavyoelekeza. Ndio biashara. Biashara sasa hivi hakuna tu, kila mtu anaweza akaweka popote anapotaka, vyovyote anavyotaka afanye. Na ndio maana kuna serikali na taratibu zinapangwa. Sasa sijajua changamoto zinakuwa nini. Anapofika mkurugenzi wa manispaa anatoa maelekezo, alafu kuna baadhi ya watu wanamdharau. Kwa sababu anapotoa maelekezo usipofanya, sisi tunatafsiri ni dharau. Hakuna kingine. Sasa kiongozi wa serikali anakuja kuwafanya biashara, alafu kuna wengine wanadharau. Mimi kama mkuu wa wilaya maana sitaweza kustahimilia hilo jambo. Sasa mimi nimekuwa nikimuuliza kila siku, kwa sababu nikipita pia nakuwa ninaona biashara kupangwa nje ya soko. Hiyo ndio shida ambayo leo imetuleta hapa. Biashara zote manake lazima zipangwe ndani ya soko zote, na tukisema zote hapo tunafahamiana. Kwa hiyo kuanzia leo muda huu tukimaliza hii operation yetu, biashara tutakayokuta iko nje ya soko, yani hiyo ni mali ya manispaa, baraza la manispaa Kati. Yoyote tumekwambia, tumekuta maboga haya unatakiwa uweke ndani, lakini hukuweka ndani, umeyaweka nje. Tukija sisi tunabeba. Tumekuta mananasi yako weka kwenye kibaraza ndani, hujaweka ndani, tukija tunabeba. Biashara yote hairuhusiwi eneo hili la nje kufanya biashara. Kwa hiyo biashara zote zinatakiwa zifanywe ndani ya soko. Hilo ndo tulilokuja nalo. Nafikiri kila mmoja tumezungumza Kiswahili kizuri tu, wala hakina shida. Taratibu nyingine za tozo na ada, na mkurugenzi mnajuana, watu wake wanapita hapa, masuala ya usafi pamoja na vitu vingine. Lakini kwa leo tumekuja kwenye swala hilo kwa sababu haturidhishwi na hiki ambacho kinaendelea hata kidogo. Soko lipo, lakini unakuta mzigo mwingi zaidi uko nje kuliko ambao uko ndani ya soko. Baadhi ya kati tunajua labda mtu akiweka nje hii, mfano kama sample anotaka ataona basi atakuja, lakini soko litapokuwepo, maana mimi nikitaka nanasi maana yake nitakuja tu, sababu hapa ndo sokoni. Kwa hiyo sina haja labda nilione nje au nisilione, maana yake hapa ndo sokoni na shida nanasi. Message sana kwa wasaidizi wangu wao, nikwatuma bado naweka nunue nanasi, wanakuja hapa. Kwa hiyo hata kama mtaiweka ndani, mimi najua kwenye soko la Dunga kuna mananasi. Kwa hiyo tutakuja tutanunua. Na swala la riski tunajua. Yaani riski ambazo Mungu atakumpangia sio labda alikuwepo nje anauza zaidi kuliko atakapokuwepo ndani. Sisi wote Mungu katuka. Kila mmoja kishapangiwa na cha kwake. Huyu kakadiriwa hichi, huyu kakadiriwa hichi. Kwa hiyo niwaombe sana kuanzia muda huu bidhaa zenu hizi mnatakiwa muingize ndani, na kuanzia leo maana bidhaa zitakuwa zote zinatakiwa kukaa huko ndani. Ni agizo ambalo nimetoa. Nikikuta mtu anataka biashara nje, mpaka kuchukua biashara yake, lakini mwenyewe tutamchukulia hatua za kisheria ambazo wenyewe tunazijua. Mkurugenzi wa baraza la manispaa Kati Dr. Mwanaisha Ali Saidi amewataka wananchi hususan wafanyabiashara wa soko hilo kuzingatia na kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kuhakikisha wilaya ya Kati inaendelea kuwa na muonekano mzuri wenye mpangilio na unaoendana na maendeleo. Leo tupo hapa soko la Dunga kuwaomba wafanyabiashara waondoshe biashara zao ambazo wanapanga chini ya vibaraza
Kiutaratibu soko limejengwa, wafanyabiashara wote wawe ndani ya soko na bidhaa zote zipangwe juu ya vibaraza vilivyojengwa. Lakini bahati mbaya sana imekuwa usumbufu na imekuwa wafanyabiashara wakaidi, hawasikii, biashara zote wanapanga chini kwa kisingizio cha kama ndo biashara zao zinaonekana. Kwa hiyo tumekuja na Mheshimiwa DC kuwasisitiza na kuwaomba kuondosha biashara zao zote kama taratibu zinavyotakiwa kupanga juu ya vibaraza. Kwa wale wote ambao wamekaidi, tutachukua hatua, ambao tuko hapa tunawasubiria wakamilishe za taratibu za kupandisha biashara zao juu. Wasipotii, tutachukua hatua nyingine zinazofaa. Wito wangu kwa wafanyabiashara wote wa wilaya ya Kati kutii sheria bila shuruti. Tusiwe tunafukuzana, tunagombana na kuvutana kila siku. Na waomba sana wao wanatii maelekezo ya serikali kuwa biashara zote zifanywe ndani ya soko na sio nje ya soko. Na hata wale wanaofanya biashara barabarani wahakikisha wanakaa nje ya hifadhi ya barabara. Hapa kuna manufaa sana kupanga biashara kwenye vibaraza, biashara zinakuwa katika hali ya usafi, biashara zinaonekana, na kiafya pia biashara haipangwi chini, chakula kipangwi chini. Kwa hiyo pia kujenga unadhifu wa soko na kujali serikali juhudi zake zilizofanya, tumejenga vibaraza kwa makusudi yake, vibaraza vitumike. Kuviacha vibaraza na kupanga chini kama vile kudharau serikali, kuona kama hawajafanya kitu chenye maana. Kwa hiyo wito wangu ni kuwaomba sana biashara wawe watiifu na wawe wasikivu kila siku na kutokushindana na serikali inapotoa maelekezo. Angel Paul, nyuma ya kamera Jabir Ridwan.